Sema saratani ya mapafu. Kawaida hujitokeza katika hatua ya 4. Kwa hivyo wakati huo imekuwa isiyoweza kutibika. Wengi wao, matokeo ya usimamizi wa saratani ya mapafu yatakuwa duni sana. Kwa hivyo unahitaji kugundua saratani ya mapafu katika hatua za awali. Kwa hivyo mara nyingi, saratani ya mapafu itakuwa haina dalili katika hatua ya kwanza na ya pili. Kwa hivyo tunahitaji kuchunguza saratani ya mapafu kwa wale walio na hatari kubwa. Wagonjwa wanaovuta sigara kwa wingi, wale ambao wanavuta sigara zaidi ya pakiti moja kwa zaidi ya miaka 15, au historia yoyote ya familia ya saratani ya mapafu au saratani yoyote. Wagonjwa hawa wanahitaji kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya mapafu ili tuweze kugundua saratani ya mapafu katika hatua za awali, ambapo tunaweza kutoa tiba na kuongeza maisha ya kuishi. Kwa hivyo, kwa ajili ya hiyo, tunatumia zana nyingi. Kwa ajili ya uchunguzi, kawaida chombo cha uchunguzi ni cha dozi ndogo. Hicho ndicho chombo cha uchunguzi kinachotumika sana kwa uchunguzi wa saratani ya mapafu. Mara, ikiwa utagundua nodule au kasoro yoyote, tunaweza kufanya tathmini zaidi kwa kutumia PET scan au CT scan, na zaidi tunaweza kufanya biopsi kupitia bronchoscopy au endobronchial ultrasound inayoongozwa biopsi au VATS biopsi, ili tuweze kugundua na kutambua saratani ya mapafu katika hatua ya kwanza na ya pili. Hivyo, tunaweza kutoa matibabu yanayoweza kuponya ili kuongeza maisha ya kuishi, maisha ya miaka 5 zaidi ya 70 hadi 80%. Kwa kawaida, hatua ya saratani ya mapafu huonekana kama hatua ya 4. Uhai wa kuishi ni 3 hadi 5 tu.